Uongozi wa Young Africans umeanza upya mchakato wa kutafuta kocha wa timu hiyo baada ya kufunga uwezekano wa kumchukua kocha Ramladi Rocker maarufu kama Roro aliyekuwa anakaribia kutua katika timu hiyo, huku Nasreddine Nabi akitia mkono. Uamuzi huo unakuja baada ya Yanga kuachana na aliyekuwa kocha wao mkuu Romain Folz baada ya timu hiyo kupoteza mechi ya kwanza msimu huu ikifungwa bao 1-0 ugenini dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Mechi hiyo ya mkondo wa kwanza hatua ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika imeweka Yanga kwenye nafasi ya kutakiwa lazima ishinde angalau kwa tofauti ya mabao 2-0 katika mechi ya marudiano itakayopigwa Oktoba 25 ya mwaka 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Folz ambaye ameiongoza Young Africans kwenye mechi 6 za mashindano ameshinda 4 na sare 1, timu yake ikifunga mabao 9, huku bao pekee lililoruhusu Malawi ndilo lilohitimisha maisha yake ndani ya klabu hiyo akichukua taji moja la ngao ya jamii. Timu hiyo sasa itakuwa chini ya kocha Patrick Mabedi aliyekuwa msaidizi wa Folz, wakati Yanga ikitafuta kocha mpya wa kuendelea na majukumu ya kukinoa kikosi hicho. Taarifa kutoka ndani ya uongozi wa juu wa Young Africans ni kwamba klabu hiyo haitaendelea na hesabu za kumchukua Roro, ambapo mchakato huu umegeuziwa kwa kocha mpya mwingine. Bosi mmoja wa juu amesema kuwa mchakato wa Roro hautaendelea kufuatia uongozi wao kuachana naye kwa sababu ambazo hata hivyo hawakutaka kuziweka wazi. Ni kweli tulikuwa na hesabu za kumchukua kocha Rocker Roro, lakini kuna mambo yametupa wasiwasi. Hatutaweza kuendelea na huo mpango tena, amesema bosi huyo. Tutarudi kuanza mchakato upya kabisa. Tunataka kufanya mambo kwa umakini zaidi, tupate kocha ambaye atatupa kile ambacho tunakitarajia kama klabu. Kocha wa zamani wa Young Africans Nasreddine Nabi akizungumzia hilo ameitaja Young Africans kuwa makini kwenye mchakato wa kupata kocha mpya, akisema wanahitaji kocha mwenye ufundi wa kisasa utakaoiruhusu timu kujenga mashambulizi. Nabi aliifikisha Young Africans fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu 2022-2023. Amesema hana shida na ubora wa wachezaji wa kikosi hicho, lakini akasema inahitajika kocha ambaye ataweza kuwalazimisha wachezaji kujituma na kutekeleza ipasavyo yale ambayo yanatakiwa. Sio taarifa nzuri kwa Young Africans kupoteza kocha wakati huu. Kuna pressure inaongezeka kwa uongozi na hata timu, lakini naamini wanaweza kurudi kwenye utulivu. Siku zote naamini katika hatua zao, amesema Nabi ambaye hivi karibuni ameachana na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Nilikuwa hapo Tanzania, niliwaona Young Africans. Sina tatizo na ubora wa wachezaji wao hata kocha, lakini nadhani wanahitaji kocha mwenye uzoefu mkubwa na anayeweza kuisimamia klabu yenye pressure ya matokeo kama Young Africans. Nilivyowaona ni kama wachezaji walikuwa hawaogopi kucheza nje ya maelekezo, na walikuwa wanahitaji kocha ambaye akiwa nje amesimama wachezaji wake watakuwa wanakumbuka kile wanachotakiwa kukifanya. Na hayo ni maneno ya aliyekuwa kocha mkuu wa zamani wa klabu ya Young Africans Nasreddine Nabi ambaye hivi karibuni aliachana na timu yake ya Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, akitoa maoni yake kuhusu sakata la kocha ndani ya klabu ya Young Africans, huku ikiwa imepoteza ugenini kwa bao 1-0, ambapo sasa itahitajika Young Africans Benjamin Mkapa tarehe 25 wapate angalau bao 2-0 dhidi ya timu ya Silver Strikers ya nchini Malawi. Na hii ni Neli TV, mtazamaji wetu wa Neli TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Niliyekuandalia na kusomea taarifa hii ni mimi Sport Lady Queen Liz. Hadi wakati mwingine, bye bye.